الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika darasa ya jana tulisoma al-i'rabu wal bina. Tukaona ya kwamba al-i'rabu ni kubadilisha mwishoni mwa maneno kwa sababu ya kutofautiana vitendea kazi ambao vinaingia katika hayo maneno, lafdhan au taqdiran. Hii ndio al-i'rab. Na tukaona ya kwamba al-bina ni kulazimiana mwishoni mwa neno na hadi moja. Al-bina ni kulazimiana mwishoni mwa neno na hali moja, yani neno linalazimiana mwishoni na hali moja, halibadiliki kwa kubadilika vitendea kazi. Hiyo ndo bina. Sasa baada ya kusoma hayo, anasema al-musannifu anwa'u al-i'rabi, aina za i'rab, aina za i'rab. قال المصنف وأقسامه 4، vigawanyo vyake ni vinne: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Hivi ndo vigawanyo vya al-i'rab, ni vinne. Cha kwanza ni raf'un, cha pili ni nasbun, cha tatu ni khafdun, cha nne ni jazmun. falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu, majina katika hayo, majina katika hayo yana raf'u na yana nasbu na yana khafdu. Wala jazma fiha, na hakuna jazmu ndani yake. Hakuna jazmu ndani yake, yani hakuna jazmu kwenye majina. Kwa hiyo katika hivi vigawanyo vinne vya al-i'rab, jina lina ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu, wala jazma fiha, hakuna jazmu ndani yake. walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wala khafda fiha, na vitendo katika hayo, vitendo katika hayo, yani katika hivyo vigawanyo, vina raf'u na vina nasbu na vina jazmu wala khafda fiha, na hakuna khafdhi ndani yake. Hakuna khafdhi ndani yake, yani hakuna khafdhi kwenye vitendo. الشرح: بعد أن ذكر المصنف تعريف الإعراب شرع في بيان أنواعه. alipotaja mwandishi taarifi ya al-i'rab, ameanza kubainisha aina zake. wa hiya 4 anwa', ni aina 4. ahaduha, mojawapo, ar-raf'u, ni raf'u. wa alamatuhu al-asliya ad-damma, na alama yake ya asili ni dhamma. Kwa hiyo raf'u ni aina ya kwanza katika aina za i'rab.
na alama yake ya asili ni nini? Ni dhamma. Alama yake ya asili ni dhamma. Angalieni hapo kwenye bracket hapo ameweka dhamma juu, ameweka dhamma juu. Hiyo ndo alama ya asili ya rafu. Athani an-nasbu. Aina ya pili an-nasbu ni nasbu. Wa alamatuhu al-asliya al-kasra wa alamatuhu al-asliya al-fatha. Alama yake ya asili ni fatha. Nasbu alama yake ya asili ni fatha. Angalieni hapo kwenye bracket ameweka fatha juu, ameweka fatha juu. Naam. Kwa hiyo ya pili ni an-nasbu wa alamatu al-asliya al-fatha. Alama yake ya asili ni fatha. Athalithu al-khafdu ni khafdu. Wa alamatuhu al-asliya al-kasra. Alama yake ya asili ni kasra. Alama yake ya asili ni kasra. Angalieni hapo ameweka kasra chini, kwa sababu kasra inakaa chini ya herufi, inakaa chini ya herufi. Arabi'u, aina ya nne al-jazmu ni jazmu. Wa alamatu al-asliya as-sukun. Alama yake ya asili ni sukun. Alama yake ya asili ni sukun. Angalieni hapo ameweka sukun juu. ولكل واحد من هذه العلامات الأصلية مواضع. na kila moja katika hizi alama za asili ina sehemu. Kila moja katika hizi alama za asili ina sehemu. ولكل واحد من هذه العلامات الأصلية مواضع. Kila moja katika hizi alama za asili ina sehemu yake. Yani dhamma ina sehemu yake, fatha ina sehemu yake, kasra ina sehemu yake, sukuni vile vile ina sehemu yake. Kwa hiyo kila moja katika hizi alama za asili ina sehemu zake. Fa amma dhamma fatakunu alamata lirraf'i fi al-ismi wal fi'l al-mudari'. Dhamma inakuwa ni alama ya rafu kwenye jina, wal fi'l al-mudari' na fi'l mudari'. Nahu qawlihi ta'ala yakhluqu Allah. Mfano kauli yake Allah tabaraka wa taala yakhluqu Allah. Fayakhluqu fi'l mudari' marfu'un. Yakhluqu ni fi'l mudari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazim, kwa sababu haina kinasibishi na kijazimishi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirih. Na alama ya raf'u ni dhamma ambayo imedhihiri mwishoni. Yakhluqu, alama ya raf'u ni dhamma ambayo imedhihiri mwishoni. Wa lafdhul jalala yakhluqu Allah. Wa lafdhul jalala ismun marfu'un, ni jina ambalo ni marfu'un. Li'annahu fa'il, kwa sababu ni fa'il. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira, na alama ya raf'u ni dhamma ambayo imedhihiri. Yakhluqu Allahu. Kwa hiyo dhamma ambayo ni alama ya asili ya raf'u inakuwa kwenye jina na inakuwa kwenye kitendo. Kitendo yakhluqu,
jina Allahu, yakhluqu Allahu. Wa amma al-fatha, amma fatha fatakunu alamatan lin-nasbi fi al-ismi wal-fi'l al-mudari'. Fatha inakuwa ni alama ya nasbi kwenye jina na kwenye fi'l mudari'. Nahu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, lan nu'jiza Allaha, lan nu'jiza Allaha. Fanu'jiza fi'l mudari' mansubun, hii ni fi'l mudari' ambao ni mansub lidukhuli harfi an-nasbi alayhi, kwa sababu ya kuingia herufi ya kunasibisha kwake. Wa huwa lan, nayo ni lan. Wa alamatu nasbihi al-fatha adh-dhahira ala akhirih, alama ya nasbi ni fatha ambayo imedhihiri mwishoni. Wal fa'ilu dhamiru mustatirun wujuban, na fa'il mtendaji wa kitendo ni dhamiri ambayo imejificha kwa lazima, takdiri yake nahnu. Wa lafdhul jalala ismun mansubun ala at-ta'dhim, lafdhul jalala ni jina ambalo ni mansubun ala at-ta'dhim. Wa alamatu nasbihi al-fatha adh-dhahira, alama ya nasbi ni fatha ambayo imedhihiri mwishoni. Kwa hiyo angalieni, fatha inakuwa ni alama ya nasbi kwenye jina na kwenye fi'l mudari'. Wa amma al-kasra, amma kasra fahiya alamatu lil-khafdi, hii ni alama ya khafdi. Wa yaqtasu al-khafdu bil-ismi, na khafdu ni khaswa kwenye jina, na khafdu ni khaswa kwenye jina. Hakuna khafdu kwenye kitendo, khafdu ni khaswa kwenye jina. Nahu qawlihi ta'ala amanna billahi, mfano kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala amanna billahi, yani tumemwamini Allah. Falafdhul jalala ism majrurun, lafdhul jalala ni ismu ambao ni majrur lidukhuli harfi jarri alayhi, kwa sababu ya kuingia harfu jari kwake. Wa huwa al-ba, nayo ni ba. Wa alamatu jarrihi al-kasra fi akhirih, na alama ya jari ni kasra ambayo iko mwishoni. Kwa hiyo khafdu ni khaswa kwenye jina, haingii kwenye kitendo, haingii kabisa kwenye vitendo. Wa amma sukun fahuwa alamatu liljazmi, sukun hii ni alama ya jazmi. Wa yaqtasu aljazmu bilfi'l almudari', na jazmu ni khaswa kwenye fi'l mudari', jazmu ni khaswa kwenye fi'l mudari'. Nahu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Fakullun min yalid wa yulad, kila moja katika yalid wa yulad fi'l mudari' majzum, ni fi'l mudari' ambao ni majzum lidukhuli harfi aljazmi alayhi, kwa sababu ya kuingia harfi ya jazmi kwake. Wa huwa lam, nayo ni lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, na alama ya jazmu ni sukun, alama ya jazmu ni sukun. Wa hasilu ma sabaqa, wa hasilu ma sabaqa, ambacho kipo katika yale ambayo yametangulia, anna ar-raf'a wan-nasba mushtarakun fil asma'i wal af'ali, raf'u na nasbu inachangiwa kwenye majina na vitendo.
Kwa maelezo ambayo yametangulia, tunafahamu ya kwamba rafu na nasbu inachangiwa kwenye majina na kwenye vitendo. Wa anna al-khafda khasun bil asma'i, na khafda ni khaswa kwenye majina. Khafda ni khaswa kwenye majina. Wal jazma khasun bil af'ali, na jazmu ni khaswa kwenye vitendo. Naam. Taqsimu al-ismi ila mufradin wa muthannan wa jam'in, kugawanya jina kwenye umoja, uwili, uwingi. Taqsimu al-ismi ila mufradin wa muthannan wa jam'in, kugawanya jina kwenye umoja, uwili, uwingi. Jina katika lugha ya Kiarabu kwenye upande wa umoja na uwili na uwingi linagawanyika sehemu tatu. Kuna umoja na kuna uwili na kuna uwingi. Yanqasimu al-ismu min haythu al-ifrad wa at-tathniyah wal-jam'u ila thalathat aqsam, linagawanyika jina katika upande wa umoja na uwili na uwingi vigawanyo vitatu. Kwanza, mufradin, kuna umoja. Wa huwa ma dalla ala wahidin au wahida, umoja ni ule ambao unaonyesha mmoja, mwanaume au mwanamke. Mithlu mu'minin, huyo ni muumini mmoja wa kiume. Wa mu'minatin, muumini mmoja mwanamke. Kwa hiyo huo ndo umoja. Umoja unaonyesha wahidin au wahida, mmoja mwanaume au mmoja mwanamke. Mithlu mu'minin wa mu'mina, mu'minin ni mmoja mwanaume, wa mu'minatin ni mmoja mwanamke. Mwanafunzi mmoja wa kiume utasema talibun, wa kike unasema talibatun, unasema hivi. Kwa hiyo huo ndo umoja. Wa muthannan, na kuna uwili. Wa huwa ma dalla ala ithnaini, uwili ni ule ambao unaonyesha wawili wanaume, au ithnataini, au wawili wanawake. Biziyadati alfin wa nunin, kwa kuzidisha alifu na nun. Au ya'in wa nunin ala mufradihi, au ya na nuni kwenye umoja wake. Kwa hiyo uwili unaonyesha wawili wanaume au wanawake kwa kuongeza alifu na nun au ya na nuni kwenye umoja wake. Mithlu, mfano mu'minani, waumini wawili. Angalieni, ilikuwa mu'minun, ilikuwa mu'minun mmoja. Baada ya kuongeza alifu na nun, mu'minani, wakawa ni waumini wangapi? Na wawili. Wa mu'minaini, mu'minani wa mu'minaini. Kwa hiyo mfano wake mu'minani, waumini wawili. Wa mu'minaini, kwa hiyo tunaongeza alifu na nun au ya na nun. Wa mu'minaini, yani waumini wawili. Wa mu'minatani, hapo ni wanawake, yani waumini wawili wanawake. Wa mu'minatani, wa mu'minatani, kania tumeongeza alifu na nun. Ilikuwa mu'minatun umoja. Ili kupata wawili
ili kuonyesha wawili tunasema wa mu'minatani, tunaongeza alifu na nun mwishoni. Wa mu'minataini, na hapo tumeongeza ya na nun. Kwa hiyo huo ndo wili. Wa jam'in, na kuna wingi. Wa huwa ma dalla ala akthara min ithnaini au ithnataini. Wingi ni ule ambao unaonyesha zaidi ya wawili, maana yake watatu na kuendelea. Wingi ni ule ambao unaonyesha zaidi ya wawili, watatu na kuendelea. Zaidi ya wawili wanaume, au ithnataini, au zaidi ya wawili wanawake. Wa huwa thalathatu anwa', ni aina tatu. Aina ya kwanza jamu mudhakkarin salim, wingi wa kiume ambao umesalimika. Wa huwa ma dalla ala akthara min ithnaini, ni ule ambao unaonyesha zaidi ya wawili. Biziyadati wawin wa nunin, kwa kuzidisha wau na nun. Au ya'in wa nunin, au ya na nun ala mufradihi, kwenye umoja wake. Mithlu mu'minuna wa mu'minina wasadiquna wasadiqina. Huu wingi unaitwa jamu mudhakkar salim, umepatikana kwa kuzidisha, kwa kuongeza wau na nun au ya na nuni kwenye umoja wake. Angalia, ni kuwa sadiqun, mmoja. Ili kupata wengi, sadiquna tunaongeza wau na nun, au sadiqina tunaongeza ya na nun. Mu'minuna tumeongeza wau na nun, wa mu'minina tumeongeza ya na nun. Hii inaitwa jamu mudhakkar salim, wingi wa kiume ambao umesalimika. Umesalimika na nini? Umoja wake umesalimika na kubadilika. Umoja wake umesalimika na kubadilika tulipoenda kwenye uwingi. Angalieni umoja mu'minun. Tukiunda uwingi tunasema mu'minuna. Umoja haujabadilika, kilichotokea ni kuongeza tu wau na nun ili kuonyesha wingi, mu'minuna, au kuongeza ya na nun, mu'minina. Kwa hiyo ukaitwa jamu mudhakkar salim kwa ajili hiyo. Yani umoja wake haubadiliki, uko pale pale. Tunachofanya ni kuongeza ya na nun au wau na nun. Hiyo ni aina ya kwanza ya wingi. Aina ya pili, wa jamu muannathin salim, wingi wa kike ambao umesalimika. Wingi wa kike ambao umesalimika. Wa huwa ma jumi'a bi alfin wa ta'in mazidatayn ala mufradihi, ni ule ambao umekuwa ni wingi kwa alifu na ta zilizozidishwa kwenye umoja wake. Ni ule ambao umekuwa ni wingi kwa alifu na ta zilizozidishwa kwenye umoja wake. Angalieni Zainabun ni Zainabu mmoja, mwanamke mmoja anaitwa Zainab. Wakiwa ni wengi tunasema Zainabatu. Angalia, hii ni jamu annathi salim, imekuwa ni wingi. Kwa nini? Kwa kuongeza alifu na ta kwenye ule umoja wake, Zainabatun.
Aisha ni mmoja. Wakiwa ni akina Aisha wengi, Aishatu, akina Aisha wengi, tumeongeza alifu na ta. Khadija mmoja, wakiwa ni wengi, Khadijatu, tumeongeza alifu na ta. Kwa hiyo jamu anathi salim wa huwa ma jumi'a bi alfin wa ta'in mazidatayn ala mufradihi, ni ule ambao jamu anathi salim ni ile ambayo imekuwa ni wingi kwa alifu na ta za kuzidishwa kwenye umoja wake. Mithlu mu'minatin wa sadiqatin. Mu'minatin yani waumini wengi wa kike, waumini wengi wa kike. Wa sadiqatin, wa kweli wengi wanawake. Hiyo inaitwa jamu gani? Naam, jamu anathi salim. Angalia umoja wake unabakia vile vile, umesalimika, hauna mabadiliko. Tunachofanya ni kuongeza alifu na ta. Tunaongeza alifu na ta kupata wingi. Wa jamu taksirin, na kuna wingi ambao umevunjika. Wingi ambao umevunjika, wa huwa ma dalla ala akthara min ithnaini au ithnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, ni ule ambao unaonyesha zaidi ya wawili wanaume au wanawake pamoja na mabadiliko kwenye tamko la umoja. Jamu taksir ni ile ambayo inaonyesha zaidi ya wawili wanaume au wanawake pamoja na mabadiliko kwenye tamko la umoja. Mithlu rijalin, mfano rijalin, mfano rijalin. Rijali hii ni jamu taksir kwa sababu inaonyesha zaidi ya wanaume wawili, yani wanaume wengi, rijalin, pamoja na kubadilika tamko la umoja. Angalieni tamko la umoja rajulun, kwenye wingi limebadilika, tukasema rijalun, rajulun, rijalun. Ra kwenye umoja ina nini? Rajulun ina nini? Kwenye wingi ina kasra, rijalun. Jim kwenye umoja ina nini? Rajulun ina nini? Ina dham. Kwenye wingi rijalun ina nini? Alafu angalieni kuna alifu kabla ya lam ambayo ni herufi ya mwishoni, rijalun, na hii alifu haikuwepo kwenye umoja, ndio maana inaitwa jamu taksiri, yani wingi ambao umevunjika. Umoja umevunjika tukapata wingi. Wa awraqin, awraqi ni jamu ya waraqun. Waraqun karatasi, makaratasi mengi. Awraqun, kalieni waraqun, waraqun, umoja, wingi awraqun. Wau kwenye umoja ina nini? Waraqun ina nini? Na fath. Angalieni kwenye wingi na sukuni, awraq. Alafu hii hamza haikuwepo kwenye umoja, kwenye wingi ipo awraqun, na alifu haikuwepo awraqun, ikawa imeongezwa kwenye wingi. Wa kutubun, wa kutubun, wa kutubun. Kutubun huu ni wingi, yani vitabu vingi. Hii ni jamu taksir, umoja wake kitabun, umoja wake kitabun. Kafu ina nini kwenye umoja? Na kasra. Angalieni kwenye wingi ina dham.
kutubun. Kitabun kwenye umoja ta ina nini? Ina fathi. Kwenye uwingi kutubun ina nini? Na dhamma. Alafu angalieni alifu ambayo ilikuwepo kwenye umoja haipo kwenye wingi, kutubun. Kwa hiyo hii inaitwa jamu taksiri. Hii inaitwa jamu taksiri. Kwa hiyo wingi katika lugha ya Kiarabu umegawanyika sehemu ngapi? 3. Kuna jamu dhakarin salim, kuna jamu annathi salim, kuna jamu taksiri. Kuna jamu taksiri. Tumesema ya kwamba aina za i'rab ni ngapi? Naam, ni 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Tumetaja alama za asili, tukasema ya kwamba rafu alama yake ya asili ni nini? Dhamma. Nasbu alama yake ya asili ni nini? Khafdu alama yake ya asili ni nini? Jazmu alama yake ya asili ni nini? Sukun. Sasa kwenye hii sehemu hapa anatutajia alama za i'rab za asili na zile ambazo zinakaa niaba ya alama ya asili. Babu maarifati alamati al-i'rab, mlango wa kufahamu alama za i'rab.